إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. عباد الله، أوصيكم كما أوصي نفسي أولا بتقوى الله عز وجل. إني واجب الله nakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu mwanzo kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho yale aliyotuamrisha Mola wetu na kuacha yale aliyotukataza Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Waislamu, hapa duniani tunaishi na kila mmoja miongoni mwetu ni shahidi, anashuhudia na anaona ya kwamba hakuna mtu ambaye anayekubali haki yake ichukuliwe. Hakuna mtu ambaye anakubali haki yake idhulumiwe na kukaandaliwa taasisi na makongamano mbalimbali kwa ajili ya kutetea haki za watu wa namna mbalimbali. Utakuta kuna haki za watoto, kuna haki za wazee, kuna haki za wanawake akina mama, bali kuna kwa ujumla hukukul insan, kuna haki za binadamu. Kwa hivyo watu wamesimama kidete kutetea haki zao. Ikiwa ni hivyo basi, kila mmoja yuko madhubuti katika kutetea haki yake. Na katika dini yetu tukahimizwa vile vile kwamba usiache haki yako ikaenda tu hivi hivi. Pambana ili uweze kuipata haki yako kwa yule ambaye anayetaka kukudhulumu. Kwa ajili hiyo basi, leo hii insha Allahu Taala tutaangalia haki iliyo kubwa sana, ambayo haki hiyo yahitajika tuipiganie sisi. Haki hiyo isidhulumiwe kwa mwenyewe, ambaye mwenyewe ni Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye sisi tuko hapa duniani. Allah katuweka hapa duniani, akatuletea mitume kwa ajili ya kuja kutuelekeza kuijua hiyo haki yake na kuitekeleza hiyo haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuitetea pale ambapo haki hiyo inadhulumiwa. Tupate hadithi moja hapa, hadithi ya Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu, pale ambapo anatuhadithia Muadh radhiyallahu anhu, anasema kuntu ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم
ala himarin, nilikuwa nimepanda juu ya punda nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alikuwa amenipakiza juu ya punda. Wakati amempakiza juu ya punda, anasema Muadh, faqala ay Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ya Muadh, ewe Muadh, atadri ma haqqullahi ala alibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Ewe Muadh, hivi wajua ni ipi haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja na ni ipi haki ya waja kwa Allah? Ewe Muadhi, unajua haki ambayo ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo iko kwetu sisi wanadamu. Twatakiwa haki hiyo tuitoe tumpe Allah subhanahu wa ta'ala. Waijua haki hiyo? Na ni ipi haki yetu sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Muadhi akasema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndiye wajuzi zaidi wa jambo hilo. Nielimishe ewe mjumbe wa Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza kumfahamisha kwa kumwambia, haqqullahi ala alibadi, haki ya Allah juu ya waja ambayo iko kwenye shingo zao. Wakiipoteza haki hiyo wameangamia, na Allah hakubali kabisa na wala haridhii haki yake hiyo ichukuliwe na mtu mwingine au apewe mtu mwingine. An yaabuduhu, ni kwamba wamuabudu yeye peke yake. An yaabuduhu wala yushriku bihi shay'a, wamuabudu yeye peke yake na wala wasimshirikishe na kitu kingine chochote. Hili swala la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo lengo kuu la Allah subhanahu wa ta'ala kutuumba sisi na wale viumbe wengine ambao ni majini, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na wanadamu isipokuwa ni kwa ajili ya kuniabudu mimi. Tuko hapa duniani kwa ajili ya kutekeleza ibada, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila ya kumshirikisha na kitu kingine. Maana yake ni kwamba endapo mtu hatatekeleza ibada hii ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, au akachanganya ibada hiyo na ibada zingine ambazo sio zinazomhusu Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtu huyo atakuwa amedhulumu haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Swala la ibada ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah jalla wa ala ameleta mitume kwa ajili ya kazi hiyo. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, na kwa hakika tulituma katika kila umma, tulipeleka mitume. Kazi ya mitume hao ni kuwaambia watu, u'budu Allah, muabuduni Allah, wajtanibu at-taghut, najiepusheni na taghuti, wa hiya ibadatu ghairi Allah, na kuni kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bal at-taghut huwa kullu man ubida min duni Allah wa huwa radin, kila yule ambaye aliabudiwa kinyume na Allah naye akiwa anaridhika, basi huyo anakuwa ni taghut. Bali kuna taarifu nyingine ndefu zaidi, tosheke na hii fupi. Allah jalla waala akatuletea mitume kwa ajili hiyo, kuanzia mtume wa kwanza mpaka wa mwisho Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wote wanawafundisha watu u'budullaha wala tushriku bihi shay'a, muabuduni Allah wala msimshirikishe na kitu chochote. Hamna nyinyi muabudiwa mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ibada zingine ambazo mnazifanya kwenye miti na mawe na kwenye mizimu na kwenye matambiko ya kila namna, ibada hizi hazitakikani, sio lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kukuleteni hapa duniani. Allah amekuleteni hapa kwa ajili ya kumwabudu yeye. Ndio maana Allah akatuma mitume
kwa wingi kwa ajili hiyo. Na akasema kuhusiana na ambaye atadhulumu haki yake hii, akaita kwamba hii ni dhulma, pale aliposema subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema pale ambapo aliposema subhanahu wa ta'ala kuhusiana na swala la dhulma, anasema alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, wale ambao waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala alafu ikawa hawakuchanganya imani zao na dhulma, ulaika lahumul amn, hao ndio watakuwa na amani, watakuwa na usalama, watakuwa na amani akhera. Wakija kwa Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa kwenye amani. Wa ulaika humul muhtadun, na hao ndio ambao wako kwenye hidayah na mwongozo ule wa sawa, hidayatu at-tawfiq wal qabul, hidayah ya kuwafikishwa na kukubaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani. Hao wako kwenye njia ya sawa. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliposikia aya hii, fa ashkalat alaihim, ikawaletea shida kidogo. Wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayuna la yadhlimu nafsahu, ewe mjumbe wa Allah, nani basi miongoni mwetu ambaye hadhulumu nafsi yake? Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelewa walichokusudia masahaba, akawaambia, laisa kama takulun, sio hivyo mnavyosema, sio dhulma hiyo mnayokusudia hiyo ya kudhulumu nafsi birtikabi anwa' al-maasi, kwa kupandilia aina tofauti tofauti za maasi, sio hiyo. Alam tasma'u qawla al-'abd as-salih, kwani hamkusikia maneno ya mja mwema Abd salih idh kana yansaha ibnahu, wakati alipokuwa akimnasihi mwanawe? Hamjasikia maneno hayo wakati aliposema Luqmanul Hakim anamwambia mwanawe, ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim, ewe mwanangu usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika shirki ni dhulma iliyokubwa sana. La tushrik billah, kwa sababu shirki ni dhulma. Wamdhulumu nani? Unamdhulumu Allah ambaye hadhulumiki. Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni haki yake, akaita dhulma kwa sababu wewe umeiweka mahala sio pake, na hiyo ndio dhulma. Wanasema wanachuoni kwamba wad'u ash-shay'i fi ghairi mawdhi'ihi almustahiq, kuweka kitu katika sehemu isiyo yake inayostahiki, hiyo ndio dhulma. Na wewe kuchukua ibada ya Allah ukaenda ukakifanyia kiumbe cha Allah, umepeleka ibada mahala pasipo stahiki, wewe umedhulumu, unadhulumu haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na uelewe ya kwamba pamoja na dhulma yako hiyo Allah anakasirika, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika hali ilivyo yule anayemshirikisha Allah, Allah amemharamishia janna kwa sababu amedhulumu haki ya Allah, bali matendo yake yanafutika, yanaporomoka. Walau ashrakta la yahbatanna amaluk, lau ukifanya ushirikina ewe Muhammad, basi matendo yako yote yataporomoka. Huu ni ubaya wa kudhulumu haki ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwenda kumpa mwingine asiyestahiki. Kwa hivyo basi, ndugu Waislamu, kama ilivyo kwamba sisi tunatetea haki zetu, basi kila mmoja miongoni mwetu awe mstari wa mbele kutetea hii haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, isidhulumiwe, isichukuliwe na wengine. Ukimwona mtu anaelekea kwenye kufanya lisilofaa katika hili, basi kuwa mstari wa mbele katika kumnasihi mtu huyo na kumwambia kwamba hiki unachokifanya ni kibaya, hii ni shirki, Allah jalla waala amekataza hili, unadhulumu haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, ondosha hii. Naam, kama kule bara kule kuna baadhi ya sehemu kunakuwa na vibanda, sijui huku Zanzibar kama vipo vibanda ambavyo watu wanakwenda pale, wanaomba pale, ananyenyekea pale, anaomba pale asaidiwe, atatuliwe matatizo yake.
Sehemu zingine kuna miti mikubwa, watu wanakwenda pale kuomba pale, wanasema wanaomba mizimu, na kwamba ukiacha kuomba mizimu utadhurika. Wengine wanafikia kusema kwamba dini mambo ya dini hayana tatizo, hayana madhara, lakini mambo ya mila yana madhara. Ukiacha mila utadhurika. Huu ni ushirikina, tutakwenda kuadhibiwa. Tuache mambo hayo, kwa sababu ni dhulma, tunadhulumu haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala hakubali haki yake ichukuliwe, mpaka akasema kwamba subhanahu wa ta'ala kwamba inna Allaha, akasema subhanahu wa ta'ala kwamba inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi kushirikishwa naye, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na usamehe madhambi mengine yasiyokuwa shirki lakini kwa amtakaye. Hapa aliposema liman yasha, hapo kuna angalizo kwamba kwa amtakaye. Kwa hivyo wewe fanya bidii, fanya juhudi ili uwe miongoni mwa hao ambao Allah jalla waala anataka kuwasamehe na kuwafutia makosa yao. Ja'alana Allahu mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'ala adh-dhalimin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم كما أوصي نفسي أولاً بتقوى الله عز وجل. Enyi ndugu zangu Waislamu, nakuhusieni kama ninavyojihusia mwenyewe kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kumcha Allah, kumwogopa Allah, ndiko kwenye mafanikio yetu hapa duniani na kesho akhera, kwa tukikutana na Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Hautofanikiwa kama utafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala huna taqwa. Na taqwa kwa ufupi, fi'lul ma'murati wa tarkul manhiyati, ni kutekeleza yale maamrisho aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kadri ya uwezo wako, wa tarkul manhiyat, na kuacha yale aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndio ucha Mungu. Ndugu Waislamu, hadithi hii ya Muadh ambayo tumeisoma kipande sehemu fupi inaendelea. Sehemu ya kwanza hii imezungumzia haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo haki hiyo iko kwetu sisi, tutatakiwa tumfanyie Allah subhanahu wa ta'ala hiyo haki, tuitoe kwa mwenyewe ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakati tunakemea ushirikina, wakati tunasema kwamba tuache ushirikina, basi hatuja mwelekea mtu kumwambia kwamba wewe ni mshirikina, bali hizi ni nasaha ambazo zinakwenda kwako na zinarudi kwangu. Tunapotoa nasaha au mtu anapotoa nasaha, basi maana yake ni kwamba nasaha hizo zinaenda kwa watu wote, na hakuna mtu ambaye anaambiwa kwamba yeye ni mshirikina. Nasema hivi kwa sababu kuna sehemu niliwahi kuzungumza kama hivi, na kemea ushirikina, akasimama mtu akasema kwamba nimewaita washirikina. Hapana, ni jambo ambalo lipo, hadithi ipo wazi, na watu wapo ambao wanafanya mambo hayo. Watu wapo ambao wanafanya mambo hayo ya kishirikina. Sasa nasaha ni lazima zifike, waambie watu hao, mimi na wewe tufikishe hizo nasaha. Na kama kuna mtu ambaye alishawahi kuteleza kafanya mambo kama hayo, aache, arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atubie, aombe msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atamsamehe. Kwa hivyo sehemu ile inayosema kwamba wala tushiriku bihi shay'a, hii inahusiana na ile an ya'buduhu, kwamba wamuabudu yeye peke yake, na kinyume chake ni kumshirikisha, kwamba wasimshirikishe subhanahu wa ta'ala na kitu chochote, ambapo ashirku huna ibadatu ghairi llahi ma'ahu, ni kuabudu asiyekuwa Allah pamoja naye, ikiwemo dua,
ambayo ni maombi. Unapoelekeza maombi yako kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, maombi ambayo hakuna anayestahili kuomba maombi hayo isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa umefanya ushirikina. Mtume anasema ad-du'a huwa al-ibada, dua ndio ibada, dua ndio ibada. Kwa hivyo inatakikana dua yako iwe ni khalisan lillahi subhanahu wa ta'ala, usiwe ndani yake na chembe za ushirikina. Kisha akamalizia Mtume kumwambia Muadhi, wa haqqul ibadi ala Allah, na haki ya waja kwa Allah. Na haki hiyo ambayo Allah jalla wala anasema ni haki yetu sisi waja wake kwake yeye, kwamba ameahidi kwamba atawafanyia waja wake, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi alla yu'adhiba, hatomuadhibu man lam yushrik bihi shay'a, yule ambaye hakumshirikisha na kitu chochote. Maana yake ni kwamba mja yeyote yule ambaye amejiepusha na ushirikina na kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka huyo atakuwa anamwabudu Allah peke yake, na kwa maana hiyo atakuwa ni muwahhidu, ni mtu wa tauhidi, mwenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada. Na Allah ameahidi kwamba watu wa tauhidi watakuwa na nafasi kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hatowaadhibu subhanahu wa ta'ala watu hao. Na ikitokea mmoja wao akawa ameadhibiwa kwa sababu ya kuteleza kwa maasi mengine ambayo ni tofauti na shirka aliyofanya, basi mtu huyo la yukhalladu fi nar, hatokaa motoni milele. Akija siku ya kiyama, sayakunu tahta mashiati Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa ni chini ya maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inshaa adhabahu wa inshaa ghafara lahu, Allah akitaka anamsamehe na akitaka anamuadhibu. Wa in adhabahu, na kama atamuadhibu, fala yukhalladu fi nar, hatokaa motoni milele. Watakaokaa motoni milele ni mushrikuna, wal mushrikuna fi nari jahannama khalidina fiha, wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha, na washirikina watakaa katika moto wa jahannam hali ya kukaa humo milele. Khalidina fiha abadan, watakaa humo milele, hawatatoka. Naam. Ama waumini kwa fadhila na ubora wa tauhidi, kama umejiepusha na ushirikina ukawa wewe ni mukhlisan lillahi subhanahu wa ta'ala fil ibada, basi kuwa na matarajio ya kuwa katika maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wakati huo usifanye ittikal. Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu aliposikia maneno haya alifurahi, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, afala ubashiru an-nasa fayattakilu, afala ubashiru an-nasa, ewe Mtume wa Allah, siliwafahamishe watu habari hii nzuri? Mtume akamwambia, la tubashiruhum fayattakilu, usiwaambie habari hii akawa na ittikali. Na itikalu maana yake ni mtu akajidanganya kwamba yeye ni mwema, yeye ni mtu wa tauhidi, naam, na kwamba hataadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akajidanganya kabaki hivyo, na pengine ikapelekea kupunguza hata baadhi ya ibada, akijifanya kwamba yeye ni mtu wa tauhidi sana. Hiyo ni itikali, utakwenda kupata adhabu. Kwa hivyo Mtume akamwambia Muadh, usifanye hivyo, kwa sababu watu wengine wanaweza wasifahamu maneno haya, wanaweza sifahamu haya maneno ambayo ninayokwambia, usiwahadithie fayattakilu, wakafanya itikali kwenye maneno hayo. Hapa katika maneno haya aliposema kwamba fala la tukhbiruhum fayattakilu, amesema Ibn Rajab al-Hanbali fi sharhihi liawail al-Bukhari, anasema qala al-ulama yu'khadhu min tabshiri an-nas lialla yatakilu, huchukuliwa katika maneno yale ya kuwabashiria watu kwamba usiwabashirie ili wasifanye itikali, anna ahadith ar-rukhas la tushaa fi umumi an-nas, kwamba zile hadithi ambazo zinataja rukhsa mbalimbali, kuna rukhsa hili, kuna rukhsa ya hili, kuna rukhsa ya hili, huwa hazienezwi kwa watu wote, watu aina zote, lialla yuqassira anhum, lialla yuqassira fahmuhum anil murad, ili watu wasije wakawa wasifahamu muradi na makusudio ya hizo hadithi.
Naam, wakad samiaha Muadh, na Muadh alisikia hii hadithi. Falam yazdad illa ijtihadan fi al-amal wa khashyat Allah. Muadh alisikia hii hadithi, haikumzidishia isipokuwa ni kuzidi juhudi na bidii katika kutenda matendo mema na katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa amma ma lam yablugh manzilatahu, ama yule ambaye hajafikia manzila kama manzila ya Muadhi, akisikia hadithi hii, fala yu'man an yuqassira itikalan, anaweza huyu akafanya itikali kwa sababu ya kutofahamu maksudi ya hii hadithi, akategemea dhahiri ya hii hadithi ikawa ni sababu ya kuangamia. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Muadh ibn Jabal radhiallahu anhu alihadithia hadithi hii mwisho wa uhai wake. Wanasema hadatha bihi Muadhan fi akhir hayatihi ittikalan khawfan min an yamuta wa ma hu ilmun akhadhahu min Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Aliogopa asije akafa taathuman, aliogopa asije akafa kwa sababu asije akafa na elimu ambayo aliichukua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alafu hajaifikisha kwa watu. Kwa hivyo akawahadithia baadhi ya watu ambao walidhania kwamba na wao watakuwa kama yeye, haitowapelekea wabweteke katika masala ya ibada, bali itawazidishia juhudi na bidii katika ibada, na watazidi kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na watakuwa ndio chatu na mwanzo wa kukimbilia kwenye toa na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tunaposikia hadithi kama hizi iwe ni chanzo cha kukimbilia kwenye kukithirisha yale ya kumfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala, yale ambayo yenye kutukurubisha katika janna na kutuweka mbali na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'alana Allahu mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa aqimis salam.